Kwa hiyo sharti la kwanza, anayekuja kuomba fomu ya maombi awe mwanamke, amuombee mchumba wake wa kiume. Sharti la pili, awe Mtanzania. Sharti la tatu, asiwe na mume, na huyo mwanaume naye asiwe na mke. Tumeelewana eh? Yaani iwe ndoa ya kwanza. Anayetaka kuongeza mke, sisi hatuhangaike na hao kwa sababu wanao, kwa sababu ana mke. Sharti la nne, awe ameposa na kukubaliwa. Na kwa mwanamke awe ameposwa, na kwa mwanaume awe ameposa. 5, mwanaume awe na chanzo cha kupata riziki. Usije ukapata jazba ukakurupuka kisa na mkasa. Al-Hikma Foundation wanatoa mahari, ukataka ulipiwe, kumbe kazi huna, ukaanza kumpigisha ndefu binti wa watu, ukampa tabu. Kwa hiyo sharti la 5, mwanaume awe ana chanzo cha kupata riziki, awe ana chanzo cha kupatia riziki, kinachomshinda ni mahali ya mkupuo. Sharti la 6, awe amekwisha jaza fomu ya usaili huyo mwanaume, kwa sababu atakuja kuchukuliwa fomu na mkewe mtarajiwa. Kwa hiyo fomu lazima irejeshe na aijaze. 7, awe amefanya usaili na kufaulu. Baada ya kurejesha fomu, mtapewa taarifa, sasa kuna interview, njoeni. Kwa sababu hatuwezi kumlipia mahali mtu hatumjui. Tumejifunza kupitia matukio ya nyuma. Anakuja mtu dishi linachenga, hatuwezi kumwezesha mtu kama huyo. Kwa hiyo lazima tukuone uso kwa macho, tuzungumze nawe, tukuone mtambo au uso mtambo. Sharti la 8, awe tayari kufunga ndoa ya pamoja itakayofanyika hapa Dar es Salaam. Sharti la 9, athibitishwe na imamu wa eneo lake kwa barua na ambatanishe kopi ya kitambulisho cha NIDA, yani kitambulisho cha kura. 10 la mwisho, sharti la 10 na sharti la mwisho, mzazi wa binti au mlezi wa binti au wali wa binti akubali ndoa ile iwe miongoni mwa ndoa zitakazofungwa kwa pamoja. Asituletee usumbufu katika hilo. Baada ya kusema hayo, naomba nitangaze tarehe ya kutolewa fomu ya maombi ya kulipiwa mahari na kuozeshwa na taasisi Al-Hikma Foundation. Zinaanza kutolewa tarehe 9 mwezi huu wa 3 mwaka huu 2026 hadi tarehe 10 mwezi wa 4 mwaka huu 2026, bimaana kwa muda wa mwezi mmoja tu, na fomu zinapatikana hapa Al-Hikma makao makuu.